Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Pale sehemu ya kutia udhu, angalia watu wanapotawadha mwanzo mpaka mwisho. Watakuja watu 10 alafu niambie wangapi watapatia udhu ambao ameutia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengi wanatia kwa mazoea, sikwambii kwenye mambo mengine ya ibadati mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, tufahamu kwamba ilmu ndiyo kitu ambacho kitakuongoza wewe katika ibada, ambayo ibada hiyo ndiyo lengo la kuumbwa kwako. Kwa nini mpaka leo hujazinduka wewe ukajua kwamba lengo la kuumbwa kwako ni nini? Hujaumbwa wewe, Allah hajakuumba kwamba anataka riziki kutoka kwako. Ma uridu minhum min rizq, sitaki kutoka kwao riziki. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki kwamba wao wanilishe mimi. Inna Allaha huwa ar-razzaq, Allah yeye ndiye mwenye kuruzuku, dhul quwwatil matin, tena mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Ndugu zangu katika imani, tufahamu kwamba ilmu ni katika kitu kikubwa ambacho mtu akilazimiana nacho, ni katika ibada kubwa ambayo mtu akilazimiana nayo, basi atafika salama mbele ya Mola wake, kwa sababu kupitia ilmu ataweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewasema vibaya wale ambao wanaofanya matendo bila ya ilmu. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kuna al-maghdubi alayhim, wale walioghadhibikiwa, lakini kuna waladdallin, adhalluna, manake ni wale manasara waliopotea kwa sababu hawana ilmu. Al-maghdubi alayhim ni wale mayahudi ambao wao wana ilmu lakini hawakufanyia kazi. Hii nukta nyingine. Nukta ya kwanza kabisa, mtu atakiwa ajue, awe na ilmu, azungumze kwa ilmu, atende kwa ilmu. Mazungumzo yako na matendo yako lazima yatangulizwe na ilmu. Elimu ndo ambayo itakuokoa. Ujinga sio kitu kizuri, wala haujawahi kusema vizuri ujinga hata siku moja. Mimi nimalizie tu kuonesha kwamba ujinga sio kitu kizuri. Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mfano. Allah subhanahu wa ta'ala amepigia mfano hata kwenye mbwa. Angalia wale mbwa, wakikaa mbwa ambaye ni muallam na mbwa ambaye sio muallam, utajua kwamba mbwa ambaye ni muallam kafadhilishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako sawa hao? Sio binadamu, mbwa. Angalia mbwa amekuja hapo, yule mbwa ambaye amepewa mafunzo na yule mbwa ambaye hana mafunzo, wako sawa? Hawako sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya tamyiz mpaka kwa wanyama kupitia jambo la ilmu. Yule ambaye muallamun na yule ambaye badin wa muktashim. Yule ambaye anafanya mambo yake kwa fujo, hapangilii mipango, anajikamatia tu. Mbwa ambaye amefunzwa, akapewa mafunzo, akikukamatia kiwindo wewe, akikuletea, unaambiwa kiwinda hicho takiwa ule kwa sababu ana mafunzo. Si ndio hivyo? Je, mbwa ambaye hana mafunzo akileta kiwindo, umeenda naye porini huko, jimbwa tuliwekaa huko, halina mafunzo yoyote, huwezi kula kile alichokiwinda, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha huyu kwa sababu ya ilmu, ana mafunzo. Vipi sisi wanadamu?